every one of us ninaenda kuomba kila mmoja wetu to stand up. Because we want to give glory to God. Kwa sababu tunataka kumtukuza Mungu. I say we want to give glory to God. Nasema nataka kumtukuza Mungu. I say we want to give glory to God. Nasema tunataka kumtukuza Mungu. Amen. Amen. There are two songs. Kuna nyimbo mbili. One, moja, umetukuka sana. Umetukuka sana. Two, ya pili, I did not know that you favor me this way. Ya kwamba siku umenipa kiwango hiki. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, Sophie. Sophie, karibu. Take over, my brother, first of all. I didn't know you
Mwambie Bwana asante Bwana katika jina la Yesu. Kila mmoja fungua tu kinywa chako na mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana tu ni asante. Fungua tu kinywa chako wewe mwenyewe. Ukamwambie Bwana ni asante. Kwa sababu yeye ndiye Mungu wetu. Kwa sababu yeye ndiye Bwana. Kwa sababu yeye ndiye Bwana. Kwa sababu yeye ndiye Bwana. Fungua chako mpendwa. Ukamwambie Yesu ni asante. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi wetu. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi wetu. Asante Bwana. Asante Jehova. Asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana. Asante Kristo. Asante Bwana Yesu. Wewe ni Mungu wetu. Asante Mungu wa mbinguni. Baba, ni katika jina la Yesu tunakupenda Mungu wa milele, tunakupenda mfalme mwema, tunakupenda Mungu wewe peke yako, tunakupenda Bwana Yesu, tunakupenda Mwokozi wetu, tunakupenda Bwana wetu, tunakupenda mfalme wetu. Baba, tunakuinua, Baba, tunakushukuru, Baba, tunakuabudu, Baba, tunakusifu milele yote, tunakushukuru. Ukaimidiwe milele Baba, ukaimidiwe milele Baba, ukaimidiwe milele. Asante Mungu wa mbinguni, upokee sifa, shukrani, heshima, adhama na utukufu wote. Jehova, kanisa ni lako. Jehova, jengo ni lako. Jehova, kila mmoja wetu ni wako. Mfalme mwema, tunakuomba katika jina la Yesu ya kwamba kuanzia sasa Bwana Baba, ukatuweke hatua ingine mbele. Jehova, ukatuweke hatua ingine mbele. Utukufu na iwe zako milele. Utukufu na uwe wako milele Baba, utukufu na uwe wako milele Baba. Shukrani ni zako milele Baba, sifa ni zako milele Baba. Ukamiliki sifa zetu Baba, utukufu pokea zote. Baba, fanya jambo jipya katika maisha zetu. Tunakutamani Mungu wetu, tuna hamu na wewe Jehova. Fanya jambo jipya katika mioyo yetu, katika manyumba zetu, katika maisha zetu, katika jina la Yesu. Na uhimidiwe milele. Asante Mungu wetu, na ni kwa jina la Yesu, jina safi na takatifu, tumeomba pamoja na kwani. Shangilia Bwana Yesu. Nasema shangilia Bwana Yesu. Nasema shangilia Bwana Yesu. Nasema shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Amen. Na tuketi. Mimi namkaribisha mtumishi wa Mungu Bishop Shem atuletee neno la Mungu. Mungu wetu afanye chini amekusudia katika maisha yetu. Ndugu Kevin, karibu. Praise the name of the Lord. God is good all the time. and all the time. God is good. Let's say again. Are you hungry already? Not really. God is good All the time. and all the time. God is good and everything is good. Amen. 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 Praise God. Bwana asifiwe. And man is good Sometimes. and sometimes Man is bad. that is his nature. Hallelujah.
Praise God. Bwana asifiwe. That's the difference between God and man, right? Hiyo ndio tofauti kati ya Mungu na mwanadamu. Because Kwa sababu man changes, mwanadamu anabadilika, God does not change. lakini Mungu habadiliki. That's why we are here Na today. ndiposa tuko mahali hapa leo. Praise His name. Bwana jina lake lisifiwe. Shem, for those people who do not know me, Wala ambao mnichui, mimi ni Shem. I'm not a visitor here. Mimi si mgeni mahali hapa. Part of this ministry. Mimi ni mmoja wa hii huduma. I love this ministry, Ninapenda hii huduma. and I'm part of this ministry. Na mimi ni mmoja wa hii huduma. Hallelujah. Haleluya. The church where I am in a Community Baptist Church Kanisa ambayo niko ni katika kanisa la Kibaptisti community. knew that I was coming to this place today, Walijua ya kwamba ninakuja mahali hapa and so they sent their greetings to na you. wakatuma salamu kwenu. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Yeah, we had a mission in Matu, Tulikuwa na mission pande za Matu, and since Pastor John had called me and asked me to come today and be with you, na mtumishi John aliweza kunipigia simu akaniita niwe pamoja so I nami was siku ya not leo, able to go to Matu. na singewezeshwa kufika Matu, I said I'm coming here. na nikasema ninakuja mahali hapa. Amen. 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 When the pastor was talking, Wakati mchungaji alikuwa ananena, he talked of moving to the next level. akawa anazungumzia jinsi ya kusonga kuingia hatua nyingine, Moving to the next level. kuingia hatua nyingine. I've been struggling since yesterday, Nimekuwa niking'ang'ana kuanzia jana, praying and asking God, what do you want me kuomba na kumuuliza Mungu ni kitu gani ambayo nitaleta, to go and share with your people? lile neno ambalo nitaenda kushiriki na watu wako, The people that you saved, watu ambao umeokoa, the people that you healed, watu ambao uliponya, the people that you redeemed with a price. watu ambao uliweza kukomboa kwa gharama kubwa. I told God, these are not my people. Nikasema Bwana, si watu wangu. I'm not perfect or the person to talk to them. Mimi si mkamilifu ambao nitanena juu yao. I want you to speak to them. Ninataka kuweza kunena juu yao. And I'm speaking to my Father in heaven. Na sasa nazungumza na kwa Baba yangu aliye mbinguni. Now is the time Na sasa Baba, hii ndio wakati that you speak to your ndio people. ukaweze kunena na watu wako. Praise God. Bwana sifiwe. So every one of you, Kila mmoja wenu I want you to pay attention, ningependa mkaweze kuteka sikio, because your Father and my Father kwa sababu Baba yenu na Baba yangu is going to speak to us. anaenda kunena pamoja nasi. Praise God. Bwana sifiwe. I want to talk on this subject, Ningependa kuzungumzia lengo hili leo, moving to the next level. kusonga kuingia hatua nyingine. When the pastor called me, Kwa wakati mchungaji alinipigia he simu, said the believers have done the extension of the church. ya kwamba wapendwa wameweza kusongeza kanisa. And he said, I can't do the work of dedication myself. Singependa kuweka wakfu hili kanisa mimi peke yangu. I need you to come over. Ningependa ukaweza kukuja. And that is what I told my leaders and the church, Hiyo ndio nilifanya, nikaambia wale ambao tunakuwa pamoja na wao, that there is a need kunalo hitaji to dedicate the work of God in Thika. kuweka wakfu kazi ya Bwana kule Thika. And as I was struggling, Wakati ambapo nilikuwa ninang'ang'ana what do I speak God? kwa kile ambacho ningependa kusema, That word came na hilo neno to likakuja, the next level. likakuja juu ya kusonga kuingia hatua nyingine. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. People, I want us to turn to the book of Isaiah, Ningependa tuingie katika kitabu cha Isaya chapter 43, 43 verses 16 to 21. kuanzia 16 hadi 21. Isaiah 43, Isaya 43 verses 16 kuanzia 16 to 21. hadi 21. And let's read together if you are there. Ningependa tusome pamoja kama uko hapa.
Thus says the Lord who makes a way in the sea, Nasema Bwana afanyaye njia katika bahari and a path through the mighty waters, na mapito katika maji mengi. who brings forth the chariot and horse, Yule ambaye analeta wapanda farasi na farasi the army and the power. na wanajeshi na nguvu, They shall lie down together, na anawaweka pamoja, they shall not rise. hawatakaa pamoja, They are extinguished, wametengwa, they are quenched like a wick. wameweza kupoeshwa kama maji. Do not remember the former things, Usikumbuke yaliyopita, nor consider the things of old. au kutambua vile vitu vya zamani. Behold, Kumbuka, I will do a new thing. tazama nitafanya kitu kipya, Now it shall spring forth. na kitatokelezea. Shall you not know it? Na je, si utakijua? Shall you not know it? Je, hautakijua? I will even make a road in the wilderness, Na nitafanya mapito katika jangwa, and rivers in the desert. na katika mito katika jangwa. The beasts of the field will honor me. Na mifugo au wanyama wa jangwani wataniheshimu, The jackals and the ostriches, na hao buni na nini, because I give waters in the wilderness, kwa sababu nitapeana maji katika jangwa and rivers in the desert, na katika mito katika jangwa, to give drink to my people, ili kuwapea watu wangu maji, my chosen ones. watu wale ambao niliteua, These people I have formed for myself. watu ambao nimejiumbia mimi mwenyewe. They shall declare my praise. Watatangaza sifa zangu. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Biblia inasema that God give drink to his people, ya kwamba Mungu hupeana maji kwa watu wake, his chosen one. kwa wateule wake. Are you God's people? Je, wewe ni mtu wa Mungu? Are you the people that God has chosen? Je, wewe ni mtu ambaye Mungu ameteua? I want you to know that. Ningependa ukaweze kujua hivyo. If you are here listening, Kama uko hapa na unasikia, I want you to know ningependa ukajue that you are God's people. ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu, The people that he has redeemed, watu ambao amekomboa, he has purchased for himself amenunua kwa ajili yake mwenyewe with a high price. kwa dhamana kubwa. Apostle Peter said Mtume Paulo Peter anasema that you are not redeemed with perishable things like silver and gold, haukununuliwa kwa fedha na vitu ambavyo vinapotea, but you are redeemed, kwa ajili ulikombolewa, bought, ulinunuliwa, purchased ukanunuliwa by a high price, na dhamana kubwa, the precious blood na damu ya kipekee ya Yesu, of Jesus Christ. Yesu Kristo. Praise God. Bwana asifiwe. That's why he calls you his chosen one. Ndiposa anakuita mteule wake. You are a chosen generation. Wewe ni kizazi kiteule. Hallelujah. Bwana asifiwe. A peculiar nation. Teule, taifa teule. A people of God. Watu wa Mungu. You are prince and princess. Nyinyi ni malkia na wafalme. Your father in heaven is a king. Baba yenu wa mbinguni ni mfalme. He owns everything. Yeye ni wa kila kitu, yeye amemiliki kila jambo. People simply do not like change. Watu hawapendi mabadiliko. They have and love to remain in their comfort zone. Wanapenda kukaa mahali ambapo tu wako. So when you are talking about moving to another level, Wakati tunazungumzia kusonga kuingia hatua nyingine, people will ask why. je, watu watajiuliza kwa nini? We are okay. Mahali tuko sawa. As long as we can sleep and eat, Mradi tu tunakula na kulala, we are okay. sisi tuko sawa. I know when the leadership of this church Wakati ambapo viongozi wa kanisa were planning to extend the church, walikuwa wanapanga kusongeza kanisa, some people were asking, where is the money going to come from? watu walikuwa wanauliza pesa zitatoka wapi. I heard from the brother saying Nilisikia ndugu akisema that you collected 80,000, tuliweza kukusanya 80,000, but the work when completed was 120. lakini kazi kukamilika ilifika 120.
You see God? Hapo mnamwona Mungu? Are you seeing God? Je, mnamwona Mungu? Hallelujah. Hallelujah. So the work is complete. Je, kazi imekamilika? We are not remaining here. Hatupaki jinsi tulivyo. We are not contented Hatutosheleki with what is done. kwa kila ambacho kimefanyika. We want to move Tunataka kusonga to the next level. kiwango kingine. Are you moving with us? Je, unasonga pamoja nasi? Or you want to remain where you are? Au unataka kupaki mahali uliko? The new season is with us. Majira mapya yako pamoja nasi. There is a shift that is taking place. Kuna kitu ambacho kinafanyika. Hallelujah. Hallelujah. I want today to talk about a man called Gideon, Tunataka siku ya leo kuzungumzia juu ya Gideoni, the son of Joash, mwana wa Joash, the Abiezerite, ambaye ni Mpesheraiti. experience in his new season. Kupata mabadiliko katika majira yake mapya. I want to borrow few things about 3 principles Tungependa kuchukua vipengele vitatu to look into as we prepare to move to the next level. hizo vipengele vitatu ili tukajiandae kuingia katika hatua nyingine. We want to see Tunataka kuona and prepare ourselves, na kujiandaa sisi wenyewe or prepare yourself au kujiandaa wewe mwenyewe as you move wakati ambapo unasonga into another level. kuingia katika hatua nyingine, Because God kwa sababu Mungu is not stagnant. kwa sababu Mungu asimami mahali amesimama. God is moving. Mungu anasonga. Every new day Kwa kila siku mpya brings a new thing inaleta vitu vipya in your life. ndani ya maisha yako. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Number 1, Jambo la kwanza, as we want to move into the new level, wakati ambapo tunataka kujiandaa kuingia katika hatua nyingine, number 1 jambo la kwanza is to face it. ni kukabiliana nayo. You face the situation that you are in. Unakabiliana na hali ambayo uko ndani. You face it. Unakabiliana nayo. You see, Unaona? we love to cover things. Tunapenda kufunika vitu. We love things that are covered. Tunapenda vitu ambazo vimefunikwa. When somebody is speaking outright, you say, why did you speak that? Na wakati mtu fulani anazungumzia juu ya kitu fulani, anasema kwa nini unasema Because hivyo? that is for us. Hiyo ni kitu juu yetu, hiyo ni kitu chetu. It is an in-house thing. Hiyo ni kitu ambacho kiko pamoja You nasi. don't have to talk it. Haistahili ukaweza kukinena. Praise God. Bwana asifiwe. But God is saying Lakini Mungu anasema in the book of Judges chapter 6, I said I'm going to speak about somebody called Gideon. katika kitabu cha Waamuzi 6, naenda kuzungumzia juu ya Gideoni kidogo. Chapter 6. Ni 6 And Waamuzi. remember, God is saying is doing a new thing. Na ukumbuke ya kwamba Mungu anafanya kitu mpya. And God is telling us, don't dwell in the past. Na Mungu anasema kwamba usikae mahali pako pa zamani. We don't succeed because we always think of our past. Ya kwamba hatufaulu kwa sababu tunafikiria yaliyopita. Yeah, you meet a woman Unakutana na mwanamke who was married ambaye alikuwa ameolewa mbeleni, very happily, ambaye alikuwa ameolewa akiwa na and furaha. then something happened, Na kitu fulani kikafanyika, and that marriage ended na hiyo ndoa ikavunjika. in separation or divorce. Ikavunjika au wakatengana. And then this woman Na huyu mwanamke happened to be saved, na ikafika mahali ambapo akawa ameokoka, Holy Spirit filled, amejaa Roho Mtakatifu, child of God. mwana wa Mungu. And you talk to her, Na unazungumza na and yeye, he tells you, Pastor, na anakuambia mchungaji, the experience that I had, yale matokeo ambayo nilikupana nayo, I will never think of getting married again. sifikirii kuolewa mara nyingine. But here she is, Lakini yeye yu hapa, singing so nicely, anaimba kwa nguvu, jumping for the glory of God. anaruka akisherehekea utukufu wa But Mungu, she's tied to her past. lakini amefungwa na yale yaliyopita. She can change, she can move. Anaweza songa. Ukifika hapa anakwambia no. Pastor,
Stop it. Ukifika hapo anataka kulenga, anasema Bwana mchungaji acha tu. God knows. God knows. Mungu anajua. Who told you God knows? Ni nani alikwambia kwamba Mungu anajua? God is telling you Mungu anakuambia this morning. Asubuhi ya leo. Face it. Kabiliana nayo. Hallelujah. Hallelujah. Deal with the results of your past. Na hata kulingana na yaliyopita. Deal. Kabiliana nayo. Yes. Deal with the reasons of your past. Kabiliana na yaliyo ambayo yalikuwa mwanzoni. Reasons of your past weaknesses. Yale ya matokeo hata unyonge wako. Reasons of your past fears. Ile uoga wako wa kitambo. Reasons of your past failures. Ile matokeo yako ya kushindwa ya kitambo. All the challenges. Zile matokeo mabaya. You need to stand up. Ile changamoto unastahili kusimama. And face it. Na kukabiliana nazo. I was ministering in Masai, somewhere called Narusura. Nilikuwa na hudumu kule pande za Masai na Rusumo. It was a big conference of AIC churches. Ilikuwa ni kongamano la AIC. And it was bringing Masai from Tanzania and Kenya together. Ilikuwa inaleta watu wa Masai kutoka Kenya na Tanzania. And as I was ministering, wakati ule ambao nilikuwa na hudumu, the Lord touched a woman from the third row like this one. Mungu akaguza mwanamke katika roho ya tatu. And he rose from her seat. Akainuka kutoka kwa kiti chake. I don't know how it happened. Sijui vile ambavyo ilifanyika. I don't know whether she flew or not. Sijui vile ambavyo kulifanyika. But I found her lying prostrate before here. Lakini nikaona mtu amelala hapo chini. The Lord touched her where she was. Mungu alimguza mahali alikuwa. This woman, huyu mwanamke, had a problem with birth. Alikuwa na shida ya kuzaa. Herself and the husband, yeye na mume wake, spent a lot of money. Walikuwa wametumia fedha nyingi. She, after prayer, baada ya maombi, she told me her story. Akanipa historia yake. She said, Pastor, one day alone, akasema siku moja tu mchungaji, we spent over 500,000 tunatumia 1,500 with consultations and whatever. Kupewa ushauri na mambo mengine. So she spent a lot of money. Anasema na alitumia fedha mingi. And we prayed. Na tuliomba. We said, tukasema, God, Bwana, touch this woman. Mguze huyu mwanamke. Open her womb. Fungua tumbo lake. Give her a child. Mpe mwana. And I left Narusura. Na nikaacha mahali hapo Masaini. And the Lord heard our prayer. Na Mungu akasikia maombi yetu. She got pregnant. Na akapata mimba. And after 9 months, baada ya miezi 9, she brought up a child. Aliweza kuzaa mtoto. Her husband was working in Saudi. Mume wake alikuwa anafanya kazi huko Saudi Arabia. So the husband came back. Mume wake akarudi nyumbani. And began to talk evil of God. Akaanza kuzungumza mabaya juu ya Mungu. He said, I don't believe in God. Akasema mimi siamini Mungu. I don't believe it. He said many things. Akasema mambo mengi sana. And this was a Maasai woman. Huyu alikuwa ni mwanamke wa Kimasai. You know they are to respect their husband. Na unajua wanaheshimu waume wake. But this time, na huu wakati, this woman stood. Huyu mwanamke akasimama. Faced the husband. Akamtazama, akakabiliana na mume wake. And he said, look at me. Akasema nitazame. How much have we spent? Je, ni pesa ngapi tumetumia? On doctors. Kwa madaktari. And we got nothing. Na tukupata kitu. And this Jesus you are scorning. Na huyu Yesu ambaye unapaka matoto. Has given us a child. Ametupa mtoto. She told the husband, stop it. Akamwambia mume wake, nyamaza. Praise God. Bwana asifiwe. That's how to face things. Hapo ndipo jinsi ya kukubaliana na hali. You don't sit down because a lion is roaring. Usikae chini kwa sababu simba na nguruma. You don't sit down because he is the husband, you are the woman. Usikae chini kwa sababu yeye ni mume na wewe ni mwanamke. Or he is the wife and you are the husband. Au huyu ni mwanamke na wewe ni mwanaume. Or he is the boss and you are a worker. Au wewe ni mkubwa na huyu ni mfanyikazi. Face it. Kabiliana nayo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Yeah, they can remind you of your past. Wanaweza kukumbusha yale ambayo ulipitia mwanzoni. They can laugh.
Wanaweza cheka. When you say you are a doctor. Wanaweza cheka wakati ambao unasema wewe ni daktari. Hallelujah. Hallelujah. I love the Nigerians. Napenda wa Nigeria. The Nigerians never talk small of themselves. Wa Nigeria hawazungumzi juu yao kiasi kidogo. Hallelujah. Hallelujah. They don't call maids. Hawahitaji yaya tu. They call them house managers. Wanawaita wakurugenzi wa nyumba. So when you meet a maid, they say I'm a manager in the house. Wakati ambapo anakutana na yayo, anasema yeye ni mkurugenzi wa nyumba. Hallelujah. Hallelujah. A receptionist in Kenya, they call him a managing office manager. Yule ambaye anakaa katika reception wanamuita ni house manager. A hawker. Yule ambaye anapita na vitu. Is a general sales manager. Yeye ni mkuu ambaye anauza vitu. So they don't talk simple. Wao hawasemi tu katika hali ya uchache. I'm a general sales manager. Anasema mimi ni mkubwa wa biashara. That's why I'm walking and selling. Ndiposa ninatembea nikiuza. People will laugh at you. Watu watakucheka. People will say you cannot make it. Watu watasema kwamba hautafaulu. And if you accept what they are saying, Na kama utakubali kila ambacho wanasema, you cannot make it. hautafaulu. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. The angel of God visited a man by the name Gideon. Malaika wa Mungu akamtembelea Gideoni. And in Judges chapter 6 verses 11. Waamuzi 6:11. And he said to Gideon, Na akamwambia Gideoni, in verse 12, and the angel of the Lord appeared to him na malaika wa Mungu akamtokea Gideoni. and said to him, Na akamwambia, the Lord is with you, Mungu yu pamoja na wewe. you mighty man of valor. Wewe mkuu wa vita. Gideon said to him, Na Gideoni akasema, oh my Lord, Bwana wangu, if the Lord is with us, kama Mungu yu pamoja nasi, why these quarrels we have? kwa nini hizi vitu vibaya vinatokea? Why have I lost my job? Kwa nini nimepoteza kazi yangu? Why have I lost my marriage? Kwa nini nimepoteza ndoa yangu? Why am I suffering now? Kwa nini ninateseka sasa? That's the question. Na hiyo ndio maswali. Many of us ask. Watu wengi wanajiuliza. Yes. Pastor, Mchungaji, you have said right. Umesema ndio. The Lord is with us. Mungu yupo pamoja nasi. But is the Lord seeing Je, Mungu anaona what is happening? kile ambacho kinafanyika During this COVID-19 pandemic, wakati wa corona? these people were asking questions. Watu walikuwa wanajiuliza maswali. Where is God in it? Kwa nini Mungu yu wapi? Where is God when people are dying? Kwa Mungu yu wapi na watu wanakufa? God is saying, Mungu anasema, forget sahau your past. yaliyopita. Because I'm doing a new thing. Kwa sababu I am moving on. ninasonga. Praise God. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Remember not the former things. Usikumbuke yaliyopita. The former things are already fulfilled Mambo yaliyopita yameshakamilika or about to be fulfilled. au yako karibu kukamilika. Those who are planned to die with COVID, they have died. Wale ambao walikuwa wanajipanga kukufa na corona wamekufa. So if you remain singing, Kama utabaki ukiimba, shauri yako. shauri yako. You are in your past. Wewe uko katika hali yako ya zamani. Praise God. Bwana asifiwe. God is saying, remember not the past. Mungu anasema kwamba usikumbuke yaliyopita. You can't move to a new level. Huwezi songa kuingia hatua You nyingine. can't move to a new season Huwezi kuingia katika majira mapya with the baggage of the former na issues. mizigo yale ambayo yaliyopita. I was speaking of a woman who was married and now not married. Na nilikuwa nasungumzia juu ya mwanamke ambaye alikuwa ameolewa lakini saa hii aliacha ndoa yake. If a brother approaches her Kama ndugu atamweza kukutana na yeye and a brother says, I love you, na ndugu aseme kwamba dada nakupenda, I want to marry you, nataka kukuoa, she look at the face of the brother. ataangalia uso wa huyo ndugu, He said, you men are the same. atasema kwamba nyinyi wanaume mnafanana tu. Si munasema hivyo? All men are the same. Wanaume wanafanana They're tu. just cheating. Wanadanganya tu. They are not the same. Hallelujah. Amen. Even some brothers,
hata wandugu wengine, Oh, because she has been cheated. kwa sababu alikuwa Look amedanganywa. at a woman and say, oh, women are the same. Anaangalia dada anasema, wanawake wote Brother, wanafanana. let's move to another level. Wewe ndugu, tusonga hatua nyingine. Stop thinking about marriage. Usifikirie juu ya kuoa. These people are the same. Wadada wanafanana. They're not. Hapana, wafanani. Hallelujah. Hallelujah. I'm talking on moving to another level. Ninazungumzia kusonga kuingia hatua nyingine. God came to Gideon. Mungu akamjia Gideon. Listen, the Bible says, Maandiko yanasema, the angel of the Lord. malaika wa Bwana. This is not an ordinary angel. Huyu si malaika wa kikawaida. This is God himself. Huyu ni Mungu mwenyewe. Whenever you read the scripture Mahali popote unaposoma maandiko, and you find where it is written the angel of the Lord, mahali ambapo utapata ya kwamba malaika wa Bwana, when he encountered human being, wakati ambapo anakutana na mwanadamu, when Joshua wakati Yoshua met him, alikutana naye, he knelt before him. aliweza kupiga magoti. This is the only angel Huyu ndiye malaika wa kipekee that allow people to bow before ambaye him. anawaruhusu wanadamu kupiga magoti mbele zao. The other angel will tell you, Malaika wengine we watakwambia, are just messengers like sisi you. wajumbe tu kama wewe, You cannot bow before us. huwezi inama mbele zetu. But when you hear about the angel of the Wakati Lord, ambapo nasikia malaika wa Bwana, that's God huyo himself. ni Mungu mwenyewe. They say you are a man of valor. Huyu ni mwanaume wa kishujaa. You are a strong man Umejaa nguvu in the midst of challenges, kando ya changamoto, in the midst of rejection, katikati ya hali ya in the kukataliwa, midst of fears. hapo katikati ya Here kupata you woga, are out working. unatoka ukifanya kazi. I want you to deliver the nation of Israel Ninataka uweze kukomboa with the same strength that you na have. hizo nguvu ambazo uko nazo. I'm now 70. Saa hii niko 70. During COVID, Wakati wa corona we were told from 55 should not go to the church. tuliambiwa kuanzia miaka 55 wasiende kanisani. I went to church throughout. I've never stopped going to the church. Nilienda kanisani hadi saa hii sijawahi acha. I told the people, Niliambia watu, I've been with the Lord all these years. nimekuwa na Mungu kwa hii miaka yote. How can I stop going to worship Him Je, singependa kuacha kumwenda kumwabudu because of a pandemic? kwa sababu ya hili tokeo janga. He is the Lord of pandemic. Huyu ni Mungu hata juu ya majanga. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. You cannot move to another step. Huwezi songa kuingia hatua nyingine. You cannot move to another level Huwezi ingia kiwango kingine or move into a new season au kuingia katika majira mapya with your former issues. na yale mambo yaliyopita. You have to learn Unastahili kujifundisha put your issues aside, kuweka hali yako to kando, disconnect with your former. kujitenga na yaliyopita. Hallelujah. Haleluya. In order to move. Ili ukaweze kusonga. Praise God. Bwana asifiwe. You face it Unakabiliana nayo and you move on. na unasonga. But before you move on, number 2, Kabla hujasonga, jambo la pili, erase it. lazima ukabiliane nayo. Yaani ni kuinuka. Erase. Yes. Ni kufuta. Yeah. Erase it. Ni kufuta. Take it out of your mind. Lazima iondoe katika mawazo yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. You see, Gideon was complaining. Na huyu Gideoni alikuwa ananung'unika. He was asking God, Alikuwa anamuuliza Mungu, why has this happened to us? kwa nini Bwana haya Just yametufanyikia? like you are asking. Vile ambavyo hata wewe mwenyewe unauliza. Sometimes, Wakati mwingine I have the secretary of the church say, inakuwa karani wa kanisa anasema, on such and such a day, anasema siku fulani fulani intercessors are coming to waombezi watakuja kuomba. ili kuomba. On Friday, Siku ya Ijumaa the church is coming. kanisa inakuja. I wish you hear what they are saying when they are praying. So utasikia vile ambavyo wanaomba. God, Bwana, remember me. Bwana nikumbuke. God, Bwana, why have you allowed this to kwa happen? nini uliruhusu haya kutokea? God, Bwana, I am your child. mimi ni mtoto Why wako. are you allowing this thing to come to my life? Kwa nini hili jambo umeliruhusu kuja kwangu? It's all complaint. Watu wamejaa kunung'unika.
I sometimes complain. Hata wakati mwingine hata mimi na complain. And there is an issue that I was complaining. You know, I talked to God. Kuna hali fulani ambapo nilikuwa nanungunika na niliongea na Mungu. And something surprised me. Kitu fulani kikanishangaza. I went to my FB. Nikaingia katika Facebook. And I was reading. Nikawa tu ninasoma. Then a sister wrote something. Dada moja akaandika kitu. And he called me by name. Na akaniita kwa jina. It's a sister that I have not been with for a long time. Ni dada ambaye sijakaa naye kwa muda. But he says, Shem. Lakini akasema Shem. The Lord is saying. Mungu anasema. You complain much. Umekuwa ukinungunika mara nyingi. Stop complaining. Acha kunungunika. Trust him. Mtumainie. You see, I read that. Niliyasoma hayo. She's not a member of our church. Na si mmoja wetu katika kanisa. She was a member sometimes. Alikuwa mbeleni mmoja wetu. But she got married. Lakini akaolewa. And joined our church in Umoja. Na akajiunga na kanisa yetu huko pande za Umoja Baptist Church. Umoja Baptist Church. And since he got married, wakati baba aliolewa, I have not seen her. Sijamuona. So when I read, I looked up, I said, God. Na nikainua macho yangu nikasema, Bwana, what is this I'm seeing? Na Bwana ninaona nini? Praise God. Bwana asifiwe. He knows you. Mungu anakujua. As when I came in here, wakati ambapo niliingia hapa, a sister was teaching about the good shepherd. Dada akawa anafundisha juu ya and one thing about this good shepherd. Kitu kimoja juu ya huyu mchungaji mwema. He said, I know my sheep by his name. Akasema ya kwamba huyu mchungaji mwema anajua kondoo zake kwa majina. He knows you by name. Anakujua kwa jina. Hallelujah. Hallelujah. He knows you by name. Anakujua kwa jina. Oh, me, God know me. Unasema kwamba Mungu anijua. He knows you. Mungu anakujua. He sees you. Anakuona. In the dark, ndani ya giza, he sees you. Anakuona. When you are alone, wakati uko peke yako, he hears what you are saying. Anasikia kila ambacho unanena. And so, kwa hivyo, when God talked to Gideon, wakati Mungu alikuwa anazungumzia the Bible says in verse 14, maandiko yanasema katika mstari wa 14, then the Lord turned to him and said, na Mungu akamgeukia akasema, go in this might of yours, enda wewe Mungu, and you shall save the nation of Israel from their enemy. Na utaweza kukomboa taifa la Israeli kutoka kwa maadui zao. God was not listening to Gideon's complaint. Mungu hakuwa anasikia yale ambayo alikuwa ananung'unika juu yake. Oh, where is the miracle that our fathers told us? Na miujiza iko wapi baba zetu walituambia? But when you took them from Egypt, wakati ambapo uliwatoa katika Misri, ulifanya mambo makuu. But God turned to him. Lakini Mungu akamgeukia. He was telling Gideon, erased from your mind. Akamwambia kwamba futa ili kutoka kwa mawazo yako. The past history. Yale ambayo yaliyopita. What happened that time? Kila ambacho kilifanyika wakati was already fulfilled. Kilitimilika. I am doing a new thing with you. Ninafanya kitu kipya pamoja na wewe. You are the one I'm going to use. Wewe ndiye naenda kutumia. You are the one. Wewe ndiwe that God is using. Ambaye Mungu anaenda kutumia. When we were youth, we were singing a song. Wakati ambapo tulikuwa vijana tukawa tunaimba wimbo. And this song was saying, na wimbo ulikuwa unasema, I tried Adam. Nilijaribu Adamu. I tried Cain. Nikajaribu Kaini. But he proved the same. Lakini waliweza kufanana. I tried all other prophets. Nilijaribu manabii wote. Moses. Nikajaribu Musa. Great men. Wanaume wakuu. But they proved the same. Lakini walifanana. But he was telling, go tell this nation. Lakini akasema kwamba enda waambie taifa. Paulo, for I'm counting on you. Na ninahesabu juu yako. Go tell this nation. Enda waambie taifa. You. Wewe. That is listening this morning. Ambao unasikia hii asubuhi. Because God kwa sababu Mungu is counting on you. Mungu anahesabu juu yako. I hear our prayers. We pray, God of Elijah. Ninasikia tunaomba Mungu wa Elia. God of fire. Mungu wa moto. Let the preachers preach. Na wahubiri wanahubiri. God of Elijah, fire. Mungu wa Elia moto. And they start fire. Na wanasema moto. And there is no fire. Na hakuna moto.
Praise God. Bwana sifiwe. I have seen them. Fire! Nimewaona wakisema moto moto. And I'm waiting. I look around to see the fire. Ninaongoja nikiona mahali moto utatokea. I don't see fire. Lakini sioni moto. The Bible says Maandiko yanasema Elia was a man like you. Alikuwa mtu kama wewe. A man of the same weakness. Ambaye alikuwa na unyonge kama wako. A man who fear. Ambaye alikuwa amejaa uoga. Like you fear. Like vile ambavyo umejaa uoga. Elia killed 850 false prophets. Alikuwa ameua manabii wengi wa bahari. But a woman, lakini mwanamke mmoja, was told by her husband, ambaye aliambiwa na mume wake, what Elijah has done. Kile ambacho Elia amefanya. And she sent a messenger. Na akatuma mjumbe. She told Elijah, amwambia Elia, tomorrow, kesho, before the sun sets, kabla jua kutokea, you will be like those 850. Utakuwa kama hao manabii uliua. That what made Elijah run. Na hicho kikamfanya Elia kutoroka. When God found him somewhere, wakati Mungu alimkuta mahali fulani, he said, I'm ready to die. Akasema, Bwana ninataka kukufa. He was a man like you. Alikuwa mtu kama wewe. A man of the same passion. Alikuwa mwanaume kama wewe. A man of the same weakness. Alikuwa mwanaume ambaye amejaa unyonge kama wako. God is not counting on you because of Elijah. Mungu hakuhesabu kwa sababu ya Elia. God is counting on you. Mungu anakuhesabu juu yako. You that he has redeemed. Yule ambaye amekomboa. You that he has purchased for himself. Yule ambaye amekomboa kununua kwa ajili yake. So erase it. Futa from your mind. Kutoka kwa mawazo yako. Do not consider the old thing. Usikumbuke yaliyopita. Amen. He was telling Gideon. Alikuwa anaambia Gideon, go in this might of yours. Wewe enda na hizi nguvu zako. And you shall deliver Israel. Na utaweza kukomboa Israeli. Here, hapa, faith comes to play. Watu wanakuja kucheza. Faith. Imani. Faith comes to play. Imani inakuja kucheza. Oh yes. Because Gideon wajiri Gideoni he was a humble man. Alikuwa mwanaume mnyenyekevu. He had no army. Hakuwa na jeshi. He had no armory. Hakuwa na silaha. But God is telling him, lakini Mungu anamwambia, go, enda and deliver, na ukakomboe. Pastor, mchungaji, where is money? Je, pesa ziko wapi? I know when you are starting this project, najua ya kwamba tukianza mradi, telling pastor, tulikuwa tunamwambia mchungaji, with COVID, kulingana na corona, people do not have money. Watu hawana fedha. So let's not do it now. Na Bwana, tusifanye hivi saa hii. Let's do it to next time when COVID is over. Wacha tufanye baada ya corona kurudi chini. Hallelujah. Hallelujah. How many things have you postponed in your life? Vitu vingapi umeweza kuahirisha kwa maisha yako? In your house. Ndani ya nyumba yako. In your business. Ndani ya biashara zako. No, the time is not good. Unasema ya kwamba wakati hujafika. Oh, I'm living the time that is not good. Ninaishi kwa wakati ambao si mzuri. We cannot succeed. Hatuwezi kufaulu. We shall succeed. Amen. Hallelujah. Amen. So erase it. Futa. Faith is not based on experience. Imani haiko katika hali ya matokeo. You know, somebody said because of the experience I had in marriage, kulingana na matokeo ambayo nilipata katika ndoa, I can't imagine getting married again. Nisingependa kuolewa mara nyingine. Because of the experience I had, kulingana na ile experience ambayo nilikuwa nacho, with the people who call themselves, na hao watu ambao wanajiita believers, waumini, I don't trust them anymore. Siwaamini tena. Faith is not based on what experience you have had. Imani haijengwi juu ya kila ambacho ulikuwa nacho. You might have lost some money in a certain business. Inaweza kuwa uliweza kupoteza fedha kwa biashara fulani. But faith is telling you, go, go, imani go. Kuambia songa. Faith is not talking of things that are visible. Imani haizungumzii kwa vitu ambavyo unaviona kwa macho. Faith is talking of things that are not seen. Imani inanena juu ya vitu ambavyo havionekani. Hallelujah. Hallelujah. As if they are there. Na kwa hali inanena kulingana kama viko.
Praise God. Bwana asifiwe. When God went to our father Abraham, Wakati Mungu alienda katika baba wetu wa Abrahamu, Abraham had only one child. na Abrahamu alikuwa na mtoto mmoja. And God said to Abraham, Na Mungu akamwambia Abrahamu, I want you to give me ninataka ukaweze kunipa a burnt offering sadaka ya kuchoma from what you love most. kwa kile ambacho napenda zaidi. The only son Ni mwana wake wa kipekee that you love. ambayo nampenda. I want you to give me that son. Nataka ukaweze kunipea huyo mwana. The next day, Siku iliyofuatia, Abraham was looking for the mountain he was told to sacrifice his son. Abrahamu alikuwa ameinua macho yake kiangalia yule mlima ambao aliambiwa aende kwenda kutoa sadaka. He took the firewood, Akabeba kuni, put on his son. akaziweka juu ya mwanapunda, Took the knife, akachukua kisu, and they started walking. wakaanza kutembea. Do you know Unajua ni nini? that the same Golgotha, Pale Golgotha, where Jesus was crucified, mahali ambapo Yesu alisulubishwa, Isaac, like Jesus, Isaka kama Yesu carried his own cross. akawa anabeba msalaba wake, It was going to be dead, akawa anabeba akielekea kukufa, and those woods were going to burn his flesh. na hizo kuni zilikuwa zinaenda kuchoma mwili wake. When he was lying on those woods, Wakati ambapo alikuwa amelalishwa juu ya hizo kuni, God, as Abraham was thanking God Abrahamu alikuwa anamshukuru Mungu for giving him the boy. kwa ajili ya kumpea huyo mwana. And now, Lord, Akasema, sasa Bwana, I'm giving him back to you. ninakupea sasa. God called out, Mungu akasema kwa said, sauti, do not harm the boy. akasema usimdhuru huyo Because mwana. now I know Na sasa ninajua that you love me unanipenda than your son. kuliko mwana wako. And for now, Na sasa I will also na hata mimi sasa fulfill my promises. nitatimiza ahadi zangu juu yako. You know, Sadaka, I always tell people it speaks. Na unajua ya kwamba sadaka, ninaambia watu inanena. When I had the service director talking, Wakati ambapo nilikuwa nasikia yule mwelekezi wa ibada akisema, oh, this is a day of thanksgiving. hii ni siku ya kumshukuru Mungu. Give the best. Peana kilicho I bora. was watching how people are reacting. Nilikuwa ninaangalia vile watu watafanya. That man does not know what he's saying. Huyu mtu ananena kila ambacho hajui. The money in my pocket Hizi pesa ziko kwa mfuko yangu. is for mtu wa makaa. Hii ni pesa za mtu wa makaa. Sijalipa. Sijamlipa. Hakuna banking today. Hakuna kitu ambacho utashukuru nacho. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya. I want to say faith is not based on experience. Imani haijengwi na kila ambacho uko nacho. Faith is not based on knowledge. Imani haijengwi juu ya hekima. Faith is not based on understanding. Imani haijengwi juu ya ufahamu. Faith must be based on God alone. Imani itajengwa juu ya Mungu peke yake. And trusting God alone. Na kumtumainia Mungu peke yake. That's why you have to erase all the experiences Hapo you have ndio gone through. unastahili kufuta kila ambacho umepitia. I don't know what you have gone through. Sijui kila ambacho umepitia. I don't know what you are going through now. Sijui kila ambacho unapitia I don't know sasa. what we'll go through tomorrow. Sijui kila ambacho utapitia But kesho. faith is not based on those Lakini experiences. imani haijengwi juu ya hiyo hali. Hallelujah. Haleluya. Faith is based on God alone. Imani inajengwa juu ya Mungu peke yake. The battle belongs to God. Vita ni vya Mungu. Moving into a new level, Kusonga kuingia hatua nyingine it means trusting God. inamaanisha kumtumainia Mungu. See Abraham walking with his son. Angalia Abrahamu kutembea na mtoto wake. Maybe he told his wife, Hata inaweza kuwa alimwambia mke wake, we are just going as a journey. tunatembea tu kwenda kwa safari kidogo Worship the Lord. kumwabudu Mungu, We will come back. tutarudi. Look at that faith. Angalia hiyo imani. He told the servants, Aliwaambia wafanyakazi I wake, and the boy, mimi na mtoto we are going up there tutasonga to kuingia worship God, kumwabudu and Mungu we will come back. na tutarudi. He didn't say, I will come back. Alisema, hakusema nitarudi. We will come back. Tutarudi. Wait here. Niongoje hapa. Hallelujah. Haleluya. He was trusting
anamtumainia Mungu. The Bible says Maandiko yanasema that when God spoke to him, wakati Mungu alikuwa ananena naye, he did not stagger hakuwa anasita in his faith. katika imani yake. He didn't even look at the age of his wife who was almost dead. Hakuwa anaangalia miaka ya mke wake ambaye ilikuwa imefika mwisho. He believed God, Lakini alimtumainia who Mungu had spoken to them, ambaye amenena that juu they are going yao to have a son. kwamba wanaenda kupata mtoto. Past, whatever you call it. Unakumbuka kile ambacho umeshapitia? I was asking some doctors. Nilikuwa nauliza madaktari For a fulani. time that when a woman reaches, she's ruled medically that she cannot give birth. Je, ni miaka gani mwanamke anaweza fika kulingana na hali ya kisayansi hatapata mimba tena? And the doctors told me Na daktari akaniambia 45. miaka 45. Above that, Juu ya hiyo forget about it. hatapata tena. Then I said in the Bible, Nikasema kulingana na Biblia we have Sarah, tuko na Sara, we have Naomi. tuko na Naomi, No, the mother of Samson, tuko na Noah's wife. mke wa Manoa, We have Elizabeth. tuko na Elizabeth. They look at me and say, Pastor, Wakaniangalia wakasema that is mchungaji, now God's work. na akasema kama hiyo ni kazi ya That Mungu. is beyond our understanding. Hiyo ni zaidi ya ufahamu wetu. Hallelujah. Haleluya. Trusting God. Mtumainie Mungu. When God speaks to you, Wakati Mungu ananena na to wewe, go and do something, enda ufanye kitu. do it. Kifanye. Hallelujah. Haleluya. Don't look back. Usiangalie nyuma. Don't think what people will think about you. Usiangalie kile ambacho watu watasema. See yourself Angalia wewe the mwenyewe. way God is seeing you, Ile ambavyo Mungu not anakuona. the way men are seeing you. Sio vile watu wanakuona. Jesus said, Yesu anasema, I am the good shepherd. mimi ni mchungaji mwema. My sheep Kondoo zangu hear my voice, wanasikia sauti and yangu. another voice Hiyo sauti nyingine they will not hear. hawataisikia. Whose voice are you hearing? Je, ni sauti gani unaisikia? God speak to you. Mungu ananena na wewe. I'm doing a new thing. Ninafanya kitu I kipya. want you to put this flower Ninataka uweze kuweka hii here hapa so that I can do a new thing. ili nikaweze kufanya kitu kipya na wewe. But you say, God, Lakini nasema Mungu, you know this is costly. hii ni ya gharama And people will laugh at me. na watu watanicheka. What will people think Je, watu watafikiria nini when I give this out? wakati ambapo nitapeana hii kitu? So people are not getting what they want. Watu hawapati kile ambacho wanaitaka. They come to the church always. Wanakuja kanisani kila They wakati, sing, wanaimba, they dance, wanadansi, they jump, wanaruka, they pray, wanaomba, they cry. wanalia, But without faith, lakini kama hakuna the imani, Bible says maandiko inasema it is impossible ni ngumu to please God. kumpendeza Mungu. For everyone who is going to God Kwa kila mtu ambaye anamwendea Mungu must believe lazima amini that God is existing. ya kwamba Mungu anaishi. Now, Na sasa you have faced it. umekabiliana nayo, I want you, as God is speaking to you now, na saa hii vile Mungu anazidi kunena na you wewe, see your situation. unaangalia hali yako, You see that thing that is holding you. unaangalia kile ambacho And I kinakushikilia. said, face it. Nasema kabiliana nacho. After you face it, Baada ya kukabiliana nacho, you erase it. utakifuta. That woman, the Maasai woman, Huyu mwanamke wa Kimasai told me he stopped the mouth of her husband. aliniambia alinyamazisha kinywa cha mume wake. I asked her, sister, what is the name of the child? Nikamuuliza, jina la mtoto wako? She said, Memsi. Akasema ni Memsi. Memsi in Maasai means a miracle. Katika hali ya Kimasai inamaanisha miujiza. Hallelujah. Haleluya. So you face it. Unakabiliana nayo. Don't fear. Usiogope. Stand up. Inuka. There is a song we sing. Kuna wimbo tunaimba. Stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross. How many soldiers of the cross do we have in Je, the house? tuko na maaskari wangapi wa msalaba? How many soldiers? Tuko na wangapi? Face it. Kabiliana nayo. Erase it. Ifute. Cancel it. Ifute. And then, Na baadaye, number 3, jambo la tatu, replace it. weza kuweka kitu kingine kipya. Hallelujah. Haleluya.
Listen what Gideon is saying in verse 17 of Judges 6. Angalia Waamuzi 6:17. Then he said to him, Mungu akasema naye, if now I found favor in your sight, na kama saa hii nimepata kibali mbele zako, then show me a sign that it is you who talk with me. na nionyeshe ishara ya kwamba ni wewe unanena pamoja nami. Do not depart from here, I pray, Usiniondokee ninaomba, until I come to you hadi nifike and kwako bring out my offering na nikaweze kutoa and sadaka yangu set it before you. na nikaweze kuweka mbele Who zako. was Gideon talking to? Je, huyu ni nani? He was talking to the Lord. Alikuwa ananena na He Mungu. said, now Na akasema sasa, you have spoken to me. umenena pamoja na mimi. I want it to be proved. Ningependa ikaweze kudhihirika. I want to replace. Ningependa kubadilisha. You see, this time, Na huu wakati the father Joash baba yake Yoashi had built an altar alikuwa amejenga madhabahu of another god, ya Mungu mwingine, but he was going to replace it. lakini akasema ninaenda He said, if kuiondoa. God you have spoken to Kama me, wewe Mungu kama umenena na mimi, I will bring my offering na to mimi you. nitaleta sadaka yangu kwako. Special offering. Sadaka special. Don't move from here. Usiondoke kutoka hapa. Have you ever talked to God that Je, way? umewahi ongea na Mungu hivyo? Is God talking to you now? Je, Mungu si ananena na I wewe? said when I begin the message Nilisema wakati nilianza ujumbe that you are not my people. ya kwamba wewe, nyinyi si watu You wangu, belong to him. nyinyi ni watu wa Mungu. And I told him, Na nilimwambia even as I was coming to vision, wakati ule ambao nilikuwa I nachukua said, muda, God, nikamwambia Mungu, I have veiled myself. mimi I ninajinyenyekeza, will only empty myself mimi ninatoa yaliyo yangu that you fill me, ili ukanijaze use me ukanitumia as a vessel before them. kama chombo mbele zao. Speak to them. Nena pamoja na For wao you alone are worthy. ya kwamba wewe Bwana unastahili. What is God telling you? Je, ni nini Mungu anakuambia? Oh, hallelujah. Haleluya. Where you are stuck. Mahali ambapo umekwama, What is the Lord saying? je, ni nini Mungu Are ananena? you talking like Gideon? Je, unanena kama Say, Gideoni? Lord, if you have spoken to me, Kama Mungu umenena na mimi, wait for me here. niongoje hapa. I'm going to bring my offering. Mimi naenda kuleta sadaka yangu. Unajua? Sisi tuliokoka wakati Tuliokoka wakati tulifundishwa ya kwamba saa zingine unabadilishana na Mungu. tuliambiwa kama wakati mwingine unabadilishana na Mungu. Abraham alibadilishana. Unakumbuka Abraham aliweza kubadilishana na Mungu? Alitoa Isaka. Kamtoa Isaka. Mungu akasema sasa, Mungu akasema sasa, mimi pia na mimi sasa nitafanya ahadi zangu na wewe. nani sasa nitafanya ahadi zangu juu yako. Gideon is also bringing an offering. Na Gideoni sasa analeta sadaka yake. He has faced his situation. Amekabiliana na hali yake. Hallelujah. Haleluya. He has erased Ameweza kufuta that weakness. kila ule unyonge, What has made Israel suffer? kila ambacho kimefanya Israeli kuteseka. He erased it. Ameondoa What has caused them hunger kila ambacho kimewafanyia kuwa na njaa and power? na maskini. He has erased it. Ameiondoa. He's seeing a light. Ameona mwangaza. Amen. Haleluya. I love that song. Hallelujah. Ninapenda huo wimbo. I saw the light. I Niliona saw the mwangaza. light. No more night. No more. Hakuna singers hapa. Praise God. Hallelujah. Haleluya. Oh, praise the Lord. Yes, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy. Jesus is me. Hallelujah. Haleluya. Gideon is seeing light. Gideoni anaona mwangaza. He said, I'm moving to another level. Akasema ninaingia hatua nyingine. Hallelujah. Haleluya. Because God has said it. Kwa sababu Mungu He amesema. said, forget your past. Anasema nisahau I'm yaliyopita. doing a new thing. Nafanya kitu kipya. I'm bringing rivers in the Ninaleta wilderness. mito katika In a jangwa. dry place. Mahali pamekauka. I am bringing rivers. Ninaleta mito. I'm bringing life. Ninaleta uzima. Thank you, Jesus. That life cannot be brought without an offering. Huo uzima hauwezi kuja kama The Bible hujafanya. says in 2 Corinthians 5:17, Katika Wakorintho wa pili 5:17. if somebody is in Christ Jesus, Kama mtu ako ndani ya Yesu, he is a new creation, yeye ni kiumbe kipya. new vision. Maono mapya. Hallelujah. Amen. The Bible says the all things is gone.
kama vitu vyote imepita, Has your old thing gone? je, vitu vyako vya zamani imepita Or they are still there? au vipo? What are people seeing in you? Je, ni nini kitu watu wanaona Let's katika still yako? say you are a failure. Je, watu wanaona umeshindwa? Those are old things. Hizo ni vitu vilivyopita. What are they seeing? Je, watu wanaona They nini? say you're sickly. Wanaona kama ni Those mgonjwa. are old things. Pia You have been created anew. wewe umeumbwa upya. They say you are a barren. Wamesema ya kwamba huwezi zaa, You cannot give birth. na kwamba huwezi pata mtoto. Those are old things. Hayo ni yaliyopita. The angel Malaika told Mary, akalimwambia Maria, your auntie, anti yako that sasa is called barren, ambaye ameitwa, ambaye hatazaa, tasa, she's called barren. anaitwa tasa. What do people call you Je, watu wanakuita nini when you go back to the estate? wakati ambapo narudi nyumbani? Mama Don cannot make it. Mama nani hawezi faulu. Angeli Cannot be married. hawezi olewa. They laugh. Wanakuchekelea. Or that man John, Huyo mwanaume John, that man Shem. huyo mwanaume Shem, No, that one cannot make it. huyo hawezi faulu. But I'm a new creation. Lakini mimi ni kiumbe kipya. What they see Wakati wanaona is different. ni kitu ambacho ni They have tofauti. seen my past. Wanaona yaliyopita. They are seeing your past. Wanaona yaliyopita. The angel is telling Mary, Malaika anamwambia Maria, that people call barren wao watu ambao wanakuita tasa, is now pregnant 6 months. ako na mimba ya miezi 6. What people call failure Kile watu ambao waliita kushindwa, is now a manager. yeye ni manager. Hallelujah. Haleluya. What people call failure Watu wale ambao wanaita is kushindwa, running a supermarket or Praise God. Bwana sifiwe. New things pertain to the future. Vitu vipya vinapatana na mambo yanayokuja. All things pertain to things of the past. Vitu vya zamani vinapatana na yaliyopita. New things Vitu vipya are accomplishment of the law. ni vitu ambavyo vinakamilishwa na Mungu. Listen what God is saying. Sikia kile Mungu anasema. Behold, I will do a new thing. Tazama nitafanya kitu kipya. Now it shall spring forth. Kitatokelezea. Hallelujah. Hallelujah. It shall spring forth. Kitatokelezea. The original exodus of Israel from Egypt Ya kwamba historia ya kutoka ya wana wa Israeli across the Red Sea kuvuka hiyo bahari ya Shamu did not exhaust God's power, haikupunguza nguvu za Mungu, but provided a new pattern of new exodus, lakini iliweza kupeana njia mpya ya kutoka, of a new movement ya kwamba njia mpya ya to kuendelea, a different level. kuingia katika kiwango The kingine. children of Israel were going to Canaan, Wana wa Israeli walikuwa wanaenda Kanaani, but we are going to heaven. lakini sasa tunaenda mbinguni. We are children of the Most High Sisi ni God. wana wa Mungu aliye hai. We are exodus. Sisi ni We wapitaji. are moving. Tunaendelea, We are moving. tunasonga, We are not standing. hatusimami. That is why Ndiposa in Deuteronomy 1:6, katika Kumbukumbu la Torati, when the children of Israel got stuck at Horeb, wakati wana wa Israeli walipokaa katika mlima wa Horeb, God told Moses and said, Mungu akamwita Musa akamwambia, you have stayed here long enough. mmekaa hapa kwa muda mrefu, Break the camp. vunja kambi yenu. Hallelujah. Haleluya. Move forward. Endelea, songa I mbele. said to you now, Nasema the nazaidi. Lord is saying this. Mungu anasema hivi, You have overstayed where you are. umesimama mahali huko kwa muda. You have overstayed in that house. Umekaa kwa hiyo nyumba muda mrefu. That in the house. Hiyo nyumba ndogo. Well, this is where God has called me. Hapa ndipo Mungu ameniitia. Since I came to Thika, Tangia nikuje Thika, I've not moved from this house. siwezi songa kutoka hii nyumba. After the owner, Hata niliona now the owner, mwenye nyumba trust me. ameniamini. He has made me a caretaker. Amenifanya kuwa msimamizi wa plot. Yes, mimi ndio ninafagia. Mimi ndio nafagia. You stayed there enough. Umekaa kwa muda hapo. Hallelujah. Haleluya. God did not exhaust his power. Mungu hatapungukiwa na nguvu He zake. provided a pattern of new exodus. Lakini aliweza kupeana njia ya kusonga.
salvation is by faith alone Imani inajengwa juu ya wokovu in Jesus Christ. ndani ya Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. Like the Jews Kulingana na Wayahudi in Babylon were encouraged kule Babiloni waliweza kutiwa moyo not to live in their past history, wasiweze kuishi katika yaliyopita, but to look to God lakini wamtazame Mungu to bring them back from Babylon. ili akawaweze kuwatoa katika Babiloni. When Isaiah was talking, Wakati Isaya alikuwa ananena, the land of Israel, the children of Israel, wana wa Israeli were back in slavery. walikuwa katika hali ya utumwa, But God was telling them, lakini Mungu alikuwa anawaambia, I am coming. lakini I ninakuja, am doing ninafanya a new thing. kitu kipya. Hallelujah. 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 Praise God. Bwana He asifiwe. was telling them, Alikuwa I'm anawaambia, providing nitaenda a kufanya new exodus. yani kutoka upya, Just like you came out of Egypt, vile ambavyo ulitoka kule I am Misri, going to bring you out of Babylon. kuwatoa kwa Babiloni. Praise God. Bwana asifiwe. So the believers Waumini should not live in their past. hawastahili kuishi kwa yaliyopita. Oh, yesterday I succeeded. Wengine watasema kama amefaulu Yesterday. jana, But now, lakini sasa, it is difficult. lakini sasa ni ngumu. Even some of us have gone back home. Kama watu wengine tumerudi nyumbani, They say, wanasema hapa there is no life, hakunanga uzima, no job, hakuna kazi, and yet there are plenty of jobs. lakini kunao kazi There are nyingi. plenty of jobs in Thika. Kunayo kazi mingi hapa Thika. Thika is an industrial city. Hapa Thika ni mahali pa viwanda mingi. All the industries are here. Viwanda mingi viko mahali People hapa. are working here. Watu wanafanya kazi People are hapa. living here. Watu wanaishi hapa. When you see somebody living, Wakati napoona mtu mwingine anapoondoka, there's something wrong kitu kimoja kibaya, because you don't trust God. kwa sababu muamini Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. Don't lie on your experience, my brother. Usiweze kutegemea kwa yale ambayo ulipatana I nayo. want you to look to God as you step in the new season. Ningependa ukaweze kutazama Mungu katika hiyo kiwango mpya As you move from this level to another level. wakati unaposonga kutoka hii hatua kuingia hatua nyingine. As it takes you from one glory to another. Mtu amelala hapo chini. The Lord touched her where she was. Mungu alimkuza mahali alikuwa. This woman, Huyu mwanamke had a problem with birth. alikuwa na shida ya kuzaa. Herself and the husband Yeye na mume wake spent a lot of money. walikuwa wametumia fedha nyingi. After prayer, Baada ya maombi, she told me her story. akanipa historia She yake. said, Pastor, one day alone, Akasema siku moja tu mchungaji, we spent over 500,000 tunatumia 1500 with consultations and whatever. hali ya kupewa ushauri na mambo mengine. So she spent a lot of money. Anasema na alitumia fedha mingi, And we prayed. na tuliomba We said, tukasema, God, Bwana touch this woman. mguze huyu mwanamke, Open her womb. fungua tumbo yake, Give her a child. mpe mwana. And I left Narosura. Na nikaacha mahali hapo Masaini, And the Lord heard our prayer. na Mungu akasikia maombi yetu, She got pregnant. na akapata mimba. And after 9 months, Baada ya miezi 9 she brought up a child. aliweza kuzaa mtoto. Her husband was working in Saudi. Mume wake alikuwa anafanya kazi huko Saudi Arabia. So the husband came back Mume wake akarudi nyumbani, and began to talk evil of God. akaanza kuzungumza mabaya juu ya Mungu. He said, I don't believe in God. Akasema mimi siamini huyu I Mungu. don't believe it. He said many things. Akasema mambo mengi sana. And this was a Maasai woman. Huyu alikuwa ni mwanamke wa Kimasai, You know they are to respect their husband. na unajua wanaheshimu waume wake. But this time, Na huu wakati this woman stood, huyu mwanamke akasimama, faced the husband, akamtazama, akakabiliana na mume and wake, he said, look at me. akasema nitazame. How much have we spent Je, ni pesa ngapi tumetumia on doctors? kwa madaktari And we got nothing. na tukupata kitu? And this Jesus you are scorning Na huyu Yesu ambaye unapaka matope has given us a child. ametupa mtoto. She told the husband, stop it. Akamwambia mume wake, nyamaza.
Praise God. Bwana asifiwe. That's how to face things. Hapo ndipo jinsi ya kukubaliana na hali. You don't sit down because a lion is roaring. Usikae chini kwa sababu simba anaguruma. You don't sit down because he is the husband, you are the woman. Usikae chini kwa sababu yeye ni mume na wewe ni mwanamke. Or he is the wife and you are the husband. Au huyu ni mwanamke na wewe ni mwanaume. Or he is the boss and you are a worker. Au wewe ni mkubwa na huyu ni mfanyikazi. Face it. Kabiliana nayo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Yeah, they can remind you of your past. Wanaweza kukumbusha yale ambayo ulipitia mwanzoni. They can laugh Wanaweza cheka. when you say you are a doctor. Wanaweza cheka wakati ambao unasema wewe ni daktari. Hallelujah. Hallelujah. I love the Nigerians. Napenda wa Nigeria. The Nigerians never talk small of themselves. Wa Nigeria hawazungumzi juu yao kiasi kidogo. Hallelujah. Hallelujah. They don't call maids. Hawahitaji yaya tu. They call them house managers. Wanawaita wakurugenzi wa nyumba. So when you meet a maid, they say I'm a manager in the house. Wakati ambapo nakutana na yayo, anasema yeye ni mkurugenzi wa nyumba. Hallelujah. Hallelujah. A receptionist in Kenya, they call him a managing office manager. Yule ambaye anakaa katika reception wanamuita ni house manager. A hawker Yule ambaye anapita na vitu is a general sales manager. yeye ni mkuu ambaye anauza vitu. So they don't talk simple. Wao hawasemi tu katika hali ya uchache. I'm a general sales manager. Anasema mimi ni mkubwa wa biashara. That's why I'm walking and selling. Ndiposa ninatembea nikiuzauza. People will laugh at you. Watu watakucheka. People will say you cannot make it. Watu watasema kwamba hautafaulu. And if you accept what they are saying, Na kama utakubali kila ambacho wanasema, you cannot make it. hautafaulu. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. The angel of God visited a man by the name Gideon. Malaika wa Mungu akamtembelea Gideoni. And in Judges chapter 6 verses 11. Waamuzi 6:11. And he said to Gideon, Na akamwambia Gideoni in verse 12, and the angel of the Lord appeared to him na malaika wa Mungu akamtokea Gideoni and said to him, na akamwambia, the Lord is with you, Mungu yu pamoja na wewe. you mighty man of valor. Wewe mkuu wa vita. Gideon said to him, Na Gideoni akasema, oh my Lord, Bwana wangu, if the Lord is with us, kama Mungu yu pamoja nasi, why these quarrels we have? kwa nini hizi vitu vibaya vya vinatokea? Why have I lost my job? Kwa nini ninapoteza kazi yangu? Why have I lost my marriage? Kwa nini nimepoteza ndoa yangu? Why am I suffering now? Kwa nini ninateseka sasa? That's the question. Na hiyo ndio But maswali. many of us ask. Watu wengi wanajiuliza. Yes. Pastor, Mchungaji, you have said right. umesema ndio. The Lord is with us. Mungu yu pamoja nasi. But is the Lord seeing Je, Mungu anaona what is happening? kila ambacho kinafanyika During this COVID-19 pandemic, wakati wa corona? these people were asking questions. Watu walikuwa wanajiuliza maswali. Where is God in it? Kwa nini Mungu yu wapi? Where is God when people are dying? Kwa Mungu yu wapi na watu wanakufa? God is saying, Mungu anasema, forget sahau your past. yaliyopita. Because I'm doing a new thing. Kwa sababu I am moving on. ninasonga. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Remember not the former things. Usikumbuke yaliyopita. The former things are already fulfilled Mambo yaliyopita yameshakamilika or about to be fulfilled. au yako karibu kukamilika. Those who are planned to die with COVID, they have died. Wale ambao walikuwa wanajipanga kukufa na corona wamekufa. So if you remain singing, Kama utabaki ukiimba, shauri yako. shauri yako. You are in your past. Wewe uko katika hali yako ya zamani. Praise God. Bwana asifiwe. God is saying, remember not the past. Mungu anasema kwamba usikumbuke yaliyopita. You can't move to a new level. Huwezi songa kuingia hatua You nyingine. can't move to a new season Huwezi kuingia katika majira mapya with the baggage of the former na issues. mizigo yale ambayo yaliyopita.
I was speaking of a woman who was married and now not married. Na nilikuwa nasungumzia juu ya mwanamke ambaye alikuwa ameolewa lakini saa hii aliacha ndoa yake. If a brother approaches her, kama ndugu atamweza kukutana na yeye, and a brother say, I love you, na ndugu aseme kwamba dada nakupenda, I want to marry you, nataka kukuoa, she look at the face of a brother, ataangalia uso wa huyo ndugu, he say, you men are the same. Atasema kwamba nyinyi wanaume mnafanana tu. Si mnasema hivyo? All men are the same. Wanaume wanafanana. They are just cheating. Wanadanganya tu. They are not the same. They are not the same. Hallelujah. Amen. They are not the same. Even some brothers. Hata wandugu wengine. Oh, because she has been cheated. Kwa sababu alikuwa amedanganywa. Look at a woman and say, oh, women are the same. Anaangalia dada anasema, wanawake wote Brother, wanafanana. let's move to another level. Wewe ndugu tusonga hatua nyingine. Stop thinking about marriage. Usifikirie juu ya kuoa. These people are the same. Wadada wanafanana. No. They're not. Hapana, wafanana. Hallelujah. Hallelujah. I'm talking on moving to another level. Ninazungumzia kusonga kuingia hatua nyingine. God came to Gideon. Mungu akamjia Gideon. Listen, the Bible says, Maandiko yanasema, the angel of the Lord. malaika wa Bwana. This is not an ordinary angel. Huyu si malaika wa kikawaida. This is God himself. Huyu ni Mungu mwenyewe. Whenever you read the scripture Mahali popote unaposoma maandiko, and you find where it is written the angel of the Lord, mahali ambapo utapata ya kwamba malaika wa Bwana, when he encountered human being, wakati ambapo anakutana na mwanadamu, when Joshua wakati Yoshua met him, alikutana naye, he knelt before him. aliweza kupiga magoti. This is the only angel Huyu ndiye malaika wa kipekee that allow people to bow before ambaye him. anawaruhusu wanadamu kupiga magoti mbele zao. The other angel will tell you, Malaika wengine we watakwambia, are just messengers like sisi you. wajumbe tu kama wewe, You cannot bow before us. huwezi inama mbele zetu. But when you hear about the angel of the Wakati Lord, ambapo nasikia malaika wa Bwana, that's God himself. huyo ni Mungu mwenyewe. And he said, you are a man of valor. Huyu ni mwanaume wa kisujaa. You are a strong man. Umejaa nguvu In the midst of challenges, kando ya changamoto, in the midst of rejection, katikati ya hali ya in the kukataliwa, midst of fears, hapo katikati ya kukuwa here na you woga, are out working. unatoka ukifanya kazi. I want you to deliver the nation of Israel Ninataka uweze kukomboa with the same strength that you na have. hizo nguvu ambazo uko nazo. I'm now 70. Saa hii niko 70. During COVID, Wakati wa corona we were told from 55 should not go to the church. tuliambiwa kuanzia miaka 55 wasiende kanisani. I went to church throughout. I've never stopped going to the church. Nilienda kanisani hadi saa hizi kawahi aje. I told the people, Niliambia watu, I've been with the Lord all these years. nimekuwa na Mungu kwa hii miaka yote. How can I stop going to worship Him Je, singependa kuacha kumwenda kumwabudu because of a pandemic? kwa sababu ya hili tokeo janga. He is the Lord of pandemic. Huyu ni Mungu hata juu ya majanga. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. You cannot move to another step. Huwezi songa kuingia hatua nyingine. You cannot move to another level Huwezi ingia kiwango kingine or move into a new season au kuingia katika majira mapya with your former issues. na yale mambo yaliyopita. You have to learn Unastahili kujifundisha to put your issues aside, kuweka hali yako to kando, disconnect with your former. kujitenga na yaliyopita. Hallelujah. Hallelujah. In order to move. Ili ukaweze kusonga. Praise God. Bwana asifiwe. You face it Unakabiliana nayo and you move on. na unasonga. But before you move on, number 2, Kabla hujasonga, jambo la pili, erase it. lazima ukabiliane nayo. Yaani ni kuinuka. Erase. Yes. Ni kufuta. Yeah. Erase it. Ni kufuta. Take it out of your mind. Lazima uiondoe katika mawazo yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. You see, Gideon was complaining.
Na huyu Gideoni alikuwa ananungunika. He is asking God, Alikuwa anamuuliza Mungu, why has this happened to us? kwa nini Bwana haya Just yametufanyikia? like you are asking. Vile ambavyo hata wewe mwenyewe unauliza. Sometimes Wakati mwingine I have the secretary of the church say, inakuwa karani wa kanisa anasema, on such and such a day, anasema siku fulani fulani intercessors are coming to waombezi watakuja kuomba. ili kuomba. On Friday, Siku ya Ijumaa the church is coming. kanisa inakuja. I wish you hear what they are saying when they are praying. So utasikia vile ambavyo wanaomba. God, Bwana, remember me. Bwana nikumbuke. God, Bwana, why have you allowed this to kwa happen? nini uliuzwa haya kutokea? God, Bwana, I am your child. mimi ni mtoto Why wako. are you allowing this thing to come to my life? Kwa nini hili jambo umeliruhusu kuja kwangu? It's all complaint. Watu wamejaa kunungunika. I sometimes complain. Hata wakati mwingine hata mimi na complain. And there is an issue that I was complaining. You know, I talked to God. Kuna hali fulani ambapo nilikuwa nanungunika na niliongea na Mungu. And something surprised me. Kitu fulani kikanishangaza. I went to my FB. Nikaingia katika Facebook. And I was reading. Nikawa tu ninasoma. Then a sister wrote something. Dada mmoja akaandika kitu. And he called me by name. Na akaniita kwa jina. It's a sister that I have not been with for a long time. Ni dada ambaye sijakaa naye kwa muda. But he says, Shem. Lakini akasema Shem. The Lord is saying, Mungu anasema, you complain much. Umekuwa ukinungunika mara Stop nyingi. complaining. Acha kunungunika. Trust him. Mtumainie. You see, I read that. Niliyasoma hayo. She's not a member of our church. Na si mmoja wetu katika kanisa. She was a member sometime. Alikuwa mbeleni mmoja wetu. But she got married. Lakini akaolewa. And joined our church in Umoja. Na akajiunga na kanisa yetu huko pande za Umoja. Umoja Baptist Church. Umoja Baptist Church. And since he got married, wakati baba aliolewa, I have not seen her. Sijamuona. So when I read, I looked up, I said, God. Na nikainua macho yangu nikasema, Bwana, what is this I'm seeing? Na Bwana ninaona nini? Praise God. Bwana asifiwe. He knows you. Mungu anakujua. As when I came in here, wakati ambapo niliingia hapa, a sister was teaching about the good shepherd. Dada akawa anafundisha juu ya and one thing about this good shepherd. Kitu kimoja juu ya huu mchungaji mwema. He said, I know my sheep by his name. Akasema kwamba huyu mchungaji mwema anajua kondoo zake kwa majina. He knows you by name. Anakujua kwa jina. Hallelujah. Hallelujah. He knows you by name. Anakujua kwa jina. Oh, me, God know me. Unasema kwamba Mungu anijua. He knows you. Mungu anakujua. He sees you. Anakuona. In the dark, ndani ya giza, he sees you. Anakuona. When you are alone, wakati uko peke yako, he hears what you are saying. Anasikia kila ambacho unanena. And so, kwa hivyo, when God talked to Gideon, wakati Mungu alikuwa anazungumzia na Gideon, the Bible says in verse 14, maandiko yanasema katika mstari wa 14, then the Lord turned to him and said, na Mungu akamgeukia akasema, go in this might of yours, enda wewe Mungu, and you shall save the nation of Israel from their enemy. Na utaweza kukomboa taifa la Israeli kutoka kwa maadui zao. God was not listening to Gideon's complaint. Mungu hakuwa anasikia yale ambayo alikuwa ananung'unika juu yake. Oh, where is the miracle that our fathers told us? Na miujiza iko wapi baba zetu walituambia? But when you took them from Egypt, wakati ambapo uliwatoa katika great things. Ulifanya mambo makuu. But God turned to him. Lakini Mungu akamgeukia. He was telling Gideon, erased from your mind. Akamwambia kwamba futa ili kutoka kwa mawazo yako. The past history. Yale ambayo yaliyopita. What happened that time? Kila ambacho kilifanyika was already fulfilled. Kilitimilika. I am doing a new thing with you. Ninafanya kitu kipya pamoja na wewe. You are the one I'm going to use. Wewe ndiye naenda kutumia. You are the one. Wewe ndiwe that God is using. Ambaye Mungu anaenda kutumia. When we were youth, we were singing a song. Wakati ambapo tulikuwa vijana tukawa tunaimba wimbo. And this song was saying, na wimbo ulikuwa unasema, I tried Adam.
Nilijaribu Adamu, I tried Cain, nikajaribu Kaini, but he proved the same. lakini waliweza kufanana. I tried all other prophets, Nilijaribu manabii wote, Moses, nikajaribu Musa, great men, wanaume wakuu, but they proved the same. lakini walifanana. But he was telling, go tell this nation, Lakini akasema kwamba enda waambie taifa, Paulo, for I'm counting on you. na ninahesabu juu yako. Go tell this nation, Enda waambie taifa, you wewe that is listening this yule ambao morning, unasikia hii asubuhi ya because leo, God kwa sababu is Mungu counting on you. anahesabu juu yako. I hear our prayers. We pray, God of Elijah, Ninasikia tunaomba Mungu wa Elia, God of fire. Mungu wa moto, Let the preachers preach. na wahubiri wanahubiri. God of Elijah, fire. Mungu wa Elia moto, And they shout fire, na wanasema moto and there is no fire. na hakuna moto. Praise God. Bwana sifiwe. I have seen them. Fire! Nimewaona wakisema moto moto, And I'm waiting. I look around to see the fire. ninaongoja nikiona mahali moto utatokea, I don't see fire. lakini sioni moto. The Bible says Maandiko yanasema Elijah Elia was a man like you, alikuwa mtu kama wewe, a man of the same weakness, ambaye alikuwa na unyonge kama wako, a man who fear ambaye alikuwa amejaa uoga like you fear. vile ambavyo wewe umejaa uoga. Elijah Elia killed 850 false prophets. alikuwa ameua manabii wengi wa bahari, But a woman lakini mwanamke mmoja was told by her husband ambaye aliambiwa na mume wake what Elijah has kile done. ambacho Elia amefanya, And she sent a messenger. na akatuma mjumbe She told Elijah, akamwambia Elia, tomorrow, kesho before the sun sets, kabla ya jua kutokea, you will be like those 850. utakuwa kama hao manabii uliua. That's what made Elijah run. Na hicho kikamfanya Elia kutoroka. When God found him somewhere, Wakati Mungu alimkuta mahali he fulani, said, I'm ready to die. akasema Bwana, ninataka kukufa. He was a man like you, Alikuwa mtu kama a wewe, man of the same passion, alikuwa mwanaume a kama man wewe, of the same weakness. alikuwa mwanaume ambaye amejaa unyonge kama wako. God is not counting on you because of Elijah. Mungu hakuhesabu kwa sababu ya Elia. God is counting on you. Mungu anakuhesabu juu yako, You that he has redeemed. yule ambaye amekomboa, You that he has purchased for yule himself. ambaye amekomboa kununua kwa ajili yake. So erase it Futa from your mind. kutoka kwa mawazo Do yako, not consider the old thing. usikumbuke yaliyopita. He was telling Gideon, Alikuwa anaambia Gideon, go in this might of yours, wewe enda na hizi nguvu zako, and you shall deliver Israel. na utaweza kukomboa Israeli. Here, Hapa faith comes to play. watu wanakuja kucheza Faith. imani. Faith comes to play. Imani inakuja kucheza. Be- Oh yes. Because Gideon Wajiri Gideoni was not, he was a humble man. alikuwa mwanaume mnyenyekevu. He had no army. Hakuwa na jeshi, He had no armory. hakuwa na silaha, But God is telling him, lakini Mungu anamwambia go enda and deliver. na ukakomboe. Pastor, Mchungaji, where is money? je, pesa ziko wapi? I know when you are starting this project, Najua ya kwamba tukianza huu you are mradi telling Pastor, tulikuwa tunamwambia mchungaji, with COVID, kulingana na corona people do not have money. watu hawana fedha. So let's not do it now. Na Bwana, tusifanye hivi saa hii. Let's do it to next time when COVID is over. Wacha tufanye baada ya corona kurudi chini. Hallelujah. Haleluya. How many things have you postponed Je, in ni your vitu life, vingapi umeweza kuahirisha kwa maisha yako, in your house, ndani ya nyumba yako, in your business? ndani ya biashara zako? No, the time is not good. Unasema ya kwamba wakati hujafika. Oh, I'm living the time that is not good. Ninaishi kwa wakati ambao si mzuri. We cannot succeed. Hatuwezi kufaulu. He shall succeed. Amen. Of Jesus. Hallelujah. Amen. So erase it. Futa. Faith is not based on experience. Imani haiko katika hali ya matokeo. You know,
Somebody said, because of the experience I had in marriage, kulingana na matokeo ambayo nilipata katika ndoa, I can't imagine getting married again. nisingependa kuolewa mara nyingine. Because of the experience I had, kulingana na ile experience ambayo nilikuwa nacho with the people who call themselves na hao watu ambao wanajiita believers, waumini, I don't trust them anymore. siwaamini tena. Faith is not based on what experience you have had. Imani haijengwi juu ya kila ambacho ulikuwa nacho. You might have lost some money in a certain business. Inaweza kuwa uliweza kupoteza fedha kwa biashara fulani. But faith is telling you, go, Imani go. inakuambia songa. Faith is not talking of things that are visible. Imani haizungumzii kwa vitu ambavyo unaviona kwa macho. Faith is talking of things that are not seen. Imani inanena juu ya vitu ambavyo havionekani. Hallelujah. Hallelujah. As if they are there. Na kwa hali inanena kulingana kama viko. Praise God. Bwana asifiwe. When God went to our father Abraham, Wakati Mungu alienda katika baba wetu wa Abrahamu, Abraham had only one child. na Abrahamu alikuwa na mtoto mmoja. And God said to Abraham, Na Mungu akamwambia Abrahamu, I want you to give me ninataka ukaweze kunipa a burnt offering sadaka ya kuchoma from what you love most. kwa kila ambacho napenda zaidi. The only son Ni mwana wake wa kipekee that you love. ambayo unampenda. I want you to give me that son. Nataka ukaweze kunipea huyo mwana. The next day, Siku iliyofuatia, Abraham was looking for the mountain he was told to sacrifice his son. Abrahamu alikuwa ameinua macho yake akiangalia yule mlima ambao aliambiwa aende kwenda kutoa sadaka. He took the firewood, Akabeba kuni, put on his son. akaziweka juu ya mwanapunda, Took the knife, akachukua kisu, and they started walking. wakaanza kutembea. Do you know Unajua ni nini? that the same Golgotha, Pale Golgotha, where Jesus was crucified, mahali ambapo Yesu alisulubishwa, Isaac, like Jesus, Isaka kama Yesu carried his own cross. akawa anabeba msalaba wake, It was going to be dead, akawa anabeba akielekea kukufa, and those woods were going to burn his flesh. na hizo kuni zilikuwa zinaenda kuchoma mwili wake. When he was lying on those woods, Wakati ambapo alikuwa amelalisha juu ya hizo kuni, God, as Abraham was thanking God Abrahamu alikuwa anamshukuru Mungu for giving him the boy. kwa ajili ya kumpea huyo mwana. And now, Lord, Akasema, sasa Bwana, I'm giving him back to you. ninakupea sasa. God called out, Mungu akasema kwa said, sauti, do not harm the boy. akasema usimdhuru huyo mwana. Now I know Na sasa ninajua that you love me unanipenda than your son. kuliko mwana wako. And for now, Na sasa I will also na hata mimi sasa fulfill my promises. nitatimiza ahadi zangu juu yako. You know, Sadaka, I always tell people it speaks. Na unajua ya kwamba sadaka ninaambia watu inanena. When I heard the service director talking, Wakati ambapo nilikuwa nasikia yule mwelekezi wa ibada akisema, oh, this is a day of thanksgiving. hii ni siku ya kumshukuru Mungu. Give the best. Peana kilicho I bora. was watching how people are reacting. Nilikuwa ninaangalia vile watu watafanya. That man does not know what he's saying. Huyu mtu ananena kila ambacho hajui. The money in my pocket Hizi pesa ziko kwa mfuko yangu. is for mtu wa makaa. Hii ni pesa za mtu wa makaa. Sijalipa. Sijamlipa. Hakuna banking today. Hakuna kitu ambacho utashukuru nacho. Praise God. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. I want to say faith is not based on experience. Imani haijengwi na kila ambacho uko nacho. Faith is not based on knowledge. Imani haijengwi juu ya hekima. Faith is not based on understanding. Imani haijengwi juu ya ufahamu. Faith must be based on God alone. Imani itajengwa juu ya Mungu peke yake. And trusting God alone. Na kumtumainia Mungu peke yake. That's why you have to rest
all the experiences you Hapo have ndio gone through. unastahili kufuta kila ambacho umepitia. I don't know what you have gone through. Sijui kila ambacho umepitia. I don't know what you are going through now. Sijui kila ambacho unapitia I don't know sasa. what we'll go through tomorrow. Sijui kila ambacho utapitia But kesho. faith is not based on those experiences. Lakini imani haijengwi juu ya hiyo hali. Hallelujah. Haleluya. Faith is based on God alone. Imani inajengwa juu ya Mungu peke yake. The battle belongs to God. Vita ni vya Mungu. Moving into a new level, Kusonga kuingia hatua nyingine it means trusting God. inamaanisha kumtumainia Mungu. See Abraham walking with his son. Angalia Abrahamu kutembea na mtoto wake. Maybe he told his wife, Hata inaweza kuwa alimwambia mke wake, we are just going as a journey tunatembea tu kwenda kwa safari to kidogo worship the Lord. kumwabudu Mungu, We will come back. tutarudi. Look at that faith. Angalia hiyo imani. He told the servants, Aliwaambia wafanyakazi I wake, and the boy, mimi na mtoto we are going up there tutasonga to kuingia worship God, kumwabudu and Mungu we will come back. na tutarudi. He didn't say, I will come back. Hakusema nitarudi, We will come back. tutarudi. Wait here. Niongoje hapa. Hallelujah. Haleluya. He was trusting God. Alikuwa anamtumainia Mungu. The Bible says Maandiko yanasema that when God spoke to him, wakati Mungu alikuwa ananena naye, he did not stagger hakuwa ana sita in his faith. katika imani He yake. didn't even look at the age of his wife who was almost dead. Hakuwa anaangalia miaka ya mke wake ambaye ilikuwa imefika mwisho, He believed God lakini alimtumainia who Mungu had spoken to them ambaye amenena that they are going to kwamba have a son. wanaenda kupata mtoto. Past, whatever you call it. Unakumbuka kile ambacho umeshapitia? I was asking some doctors. Nilikuwa nauliza madaktari For a fulani, time that when a woman reaches, she's ruled medically that she cannot give birth. je, ni miaka gani mwanamke anaweza fika kulingana na hali ya kisayansi hatapata mimba tena? And the doctors told me Na daktari akaniambia 45. miaka 45. Above that, Juu ya hiyo forget about it. hatapata tena. Then I said in the Bible, Nikasema kulingana na Biblia we have Sarah, tuko na Sara, we have Naomi. tuko na Naomi, No, the mother of Samson, Noah's wife. na mke wa Manoa, We have Elizabeth. tuko na Elizabeth. They look at me and say, Pastor, Wakaniangalia wakasema, that is mchungaji, now God's work. na akasema kwamba hiyo ni kazi ya That Mungu. is beyond our understanding. Hiyo ni zaidi ya ufahamu wetu. Hallelujah. Haleluya. Trusting God. Mtumainie Mungu. When God speaks to you, Wakati Mungu ananena na to wewe, go and do something, enda ufanye kitu, do it. kifanye. Hallelujah. Haleluya. Don't look back. Usiangalie nyuma. Don't think what people will think about you. Usiangalie kile ambacho watu watasema. See yourself Angalia wewe the mwenyewe. way God is seeing you, Kile ambacho Mungu not anakuona. the way man are seeing you. Sio vile watu wanakuona. Jesus said, Yesu anasema, I am the good shepherd. mimi ni mchungaji mwema. My sheep Kondoo zangu hear my voice, wanasikia sauti and yangu. another voice Hiyo sauti nyingine they will not hear. hawataisikia. Whose voice are you hearing? Je, ni sauti gani unaisikia? God speak to you. Mungu ananena na wewe. I'm doing a new thing. Ninafanya kitu I kipya. want you to put this flower Ninataka uweze kuweka hii here hapa so that I can do a new thing. ili nikaweze kufanya kitu kipya na wewe. But you say, God, Lakini nasema Mungu, you know this is costly. hii ni ya gharama And people will laugh at me. na watu watanicheka. What will people think Je, watu watafikiria nini when I give this out? wakati ambapo nitapeana hii kitu? So people are not getting what they want. Watu hawapati kile ambacho wanaitaka. They come to the church always. Wanakuja kanisani kila They wakati, sing, wanaimba, they dance, wanadansi, they jump, wanaruka, they pray, wanaomba, they cry. wanalia. But without faith, Lakini kama hakuna the imani, Bible says maandiko inasema it is impossible ni ngumu to please God. kumpendeza Mungu. For everyone who is going to God Kwa kila mtu ambaye anamwendea Mungu must believe lazima amini that God is existing. ya kwamba Mungu anaishi. Now, Na sasa you have faced it.
umekabiliana nayo. I want you, as God is speaking to you now, Na saa hivi vile Mungu anazidi kunena na wewe, you see your situation. unaangalia hali You yako, see that thing that is holding you. unaangalia kile ambacho And I kinakushikilia. say, face it. Nasema kabiliana nacho. After you face it, Baada ya kukabiliana nacho, you erase it. utakifuta. That woman, the Maasai woman, Huyu mwanamke wa Kimasai told me he stopped the mouth of her husband. aliniambia alinyamazisha kinywa cha mume wake. I asked her, sister, what is the name of the child? Nikamuuliza, jina la mtoto wako? She said, Memsi. Akasema ni Memsi. Memsi in Maasai means a miracle. Katika hali ya Kimasai inamaanisha miujiza. Hallelujah. Hallelujah. So you face it. Unakabiliana nayo. Don't fear. Usiogope. Stand up. Inuka. There is a song we sing. Kuna wimbo tunaimba. Stand up for Jesus. Ye soldiers of the cross. How many soldiers of the cross do we have in Je, the house? tuko na maaskari wangapi wa msalaba? How many soldiers? Tuko na wangapi? Face it. Kabiliana nayo. Erase it. Ifute. Cancel it. Ifute. And then, Na baadaye, number 3, jambo la tatu, replace it. weza kuweka kitu kingine kipya. Hallelujah. Hallelujah. Listen what Gideon is saying in verse 17 of Judges 6. Angalia Waamuzi 6:17. Then he said to him, Mungu akasema naye, if now I've found favor in your sight, na kama saa hii nimepata kibali mbele zako, then show me a sign that it is you who talk with me. na nionyeshe ishara ya kwamba ni wewe unanena pamoja nami. Do not depart from here, I pray, Usiniondokee, ninaomba, until I come to you hadi nifike and kwako bring out my offering na nikaweze kutoa and sadaka yangu set it before you. na nikaweze kuweka mbele Who zako. was Gideon talking to? Je, huyu ni nani? He was talking to the Lord. Alikuwa ananena na Mungu. He said, now Na akasema sasa, you have spoken to me. umenena pamoja na mimi. I want it to be proved. Ningependa kaweze kudhihirika. I want to replace. Ningependa kubadilisha. You see, this time, Na huu wakati the father Joash baba yake Yoashi had built an altar alikuwa amejenga madhabahu of another god, ya Mungu mwingine, but he was going to replace it. lakini akasema ninaenda He said, if kuiondoa. God you have spoken to Kama me, wewe Mungu kama umenena na mimi, I will bring my offering to na mimi you. nitaleta sadaka yangu kwako. Special offering. Sadaka special. Don't move from here. Usiondoke kutoka hapa. Have you ever talked to God that Je, way? umewahi ongea na Mungu hivyo? Is God talking to you now? Je, Mungu si ananena na wewe? I said when I begin